Mwanaume alivunja sanamu aliyonunua kwa dola laki. Watu wote walidhani amechanganyikiwa, lakini sekunde iliyofuata sanamu ile ilitoa mwanga mkali wa kijani na ndani yake kulikuwa na jedi ya thamani sana. Mtaalamu wa vitu vya kale alikimbia haraka kuichunguza kwa makini. Baada ya kuikagua, iligundulika kuwa ilikuwa hazina ya enzi ya mfalme wa kale. Thamani yake ilikuwa karibu dola milioni 10. Kijana tajiri aliyekuwa pale alikasirika sana. Alidhani yule mwanaume alikuwa na bahati tu na hakuwa na ujuzi wowote wa kutambua vitu vya kale. Kisha akatoa kikombe cha kale na kumtaka wafanye dau. Alisema kama mwanaume ataweza kusema kikombe hicho ni cha kipindi gani na thamani yake ni kiasi gani, atampa dola 500, lakini kama atashindwa atalazimika kumpa dola milioni 5. Mwanaume aliangalia kikombe hicho mara moja tu na akagundua siri yake. Yule kijana tajiri alipoona wanaume kimya, alianza kumcheka na kusema kuwa ni tapeli asiyejua chochote kuhusu antiques. Wakati huo mwanaume akasema waongeze dau hadi dola milioni 100. Kijana tajiri akakubali kwa kujiamini. Baada ya hapo mwanaume akasema kikombe hiki kina thamani ya dola 20 tu. Kijana tajiri akafurahi sana akidhani ameshinda kwa sababu yeye alinunua kikombe hicho kwa dola 200,000. Lakini ghafla mwanaume akaongeza, kikombe hiki ni bandia, kwa sababu kikombe cha aina hii duniani kipo kimoja tu na cha kweli kipo makumbusho. Kijana tajiri hapo akagundua kuwa ameshindwa dau. Kwa hasira alivunja kikombe hicho na kumlipa mwanaume dola milioni 100. Baada ya mnada kuisha, mwanaume alipokuwa narudi nyumbani aliona muuzaji mmoja aliyekuwa na shida ya pesa akiuza paka wa toi. Mwanaume alihisi toi hiyo ina kitu cha kuvutia, hivyo akaamua kuinunua. Mtaalamu wa antiques aliyekuwa karibu alimuonya kuwa hiyo ni toi ya kawaida ya kisasa, haina thamani, lakini bado mwanaume alinunua toi hiyo kwa dola 1000. Kwa bahati mbaya, mpinzani wake wa zamani pia alipita hapo na kumcheka akisema amenunua toi ya zamani isiyo na thamani. Mwanaume hakumjali. Sekunde iliyofuata alichukua nyundo na kuivunja toi ile ya paka. Toi hiyo ilipasuka na kutoa mwanga mkali sana. Ndani yake kulikuwa na sanamu ya taiga ya dhahabu safi yenye thamani ya karibu dola milioni 30. Kama unataka niendelee na sehemu inayofuata ya story, andika next.